Toka mahali tuliweza kutamatisha sura ya 8 katika kitabu hiki ama waraka huu kwa Waebrania, tulipokuwa tukiangalia kuhusu Agano Jipya, na mistari miwili ya mwisho katika hiyo sura, mstari wa 12 na mstari wa 13, natuambia katika hili Agano Jipya Mungu ameahidi kusamehea watu maovu yao na dhambi zao hata zikumbuka tena. Mstari wa 13, kwa kule kusema Agano Jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu kutoweka. Katika hiyo mistari miwili, huo mstari wa 12 unatuonyesha utofauti wa Agano la Kale na hili Agano Jipya. Sababu katika Agano la Kale watu walihitajika kutoa dhabihu na sadaka za dhambi kila wakati. Lakini katika hili Agano Jipya, sababu tukiendelea kusoma tutaona ya kwamba Yesu Kristo alitolewa kama dhabihu mara moja na kwa watu wote. Hivi basi hakuna dhabihu ingine inahitajika. Ni kumaanisha ukitubu dhambi zako, uamini Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, upokee Roho Mtakatifu na ujisalimishe kwa mwongozo wake, hata kama mwanadamu kuna udhaifu na kuteleza kidogo, utabaki kuwa mwenye haki machoni mwa Mungu. Na hii naye isitupe kijisababu cha kutenda dhambi. Mstari wa 13 tumeambiwa ya kwamba wakati Mungu alisema ya kwamba atafanya Agano Jipya, lile la kwanza alilifanya kuukuu. Na ndio unaona tunasemanga Agano la Kale na Agano Jipya, lakini kizungu ndio inatoa vizuri Old Testament na New Testament. Kwa hivyo mstari wa 13 unaendelea kututayarisha kwa mpito kutoka Agano la Kale ambalo Biblia imeiliita kuukuu kuingia kwa Agano Jipya. Na inaendelea kutuelezea kwamba kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu kutoweka. Huu tunapewa mfano na maisha ya kawaida. Pengine nguo, pengine chombo, vyombo na vitu ambavyo tunatumia maishani. Hata na vitu vya nyumbani. Kitu kinapoanza kuwa kikuukuu na kinaanza kuchapa venye watu wanasema siku hizi, ni dalili, ni ishara ya kwamba hicho kitu kitatoweka ama hakitakuwa tena. Hata katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya wanyama,
Mnyama mwanadamu akibahatika akose kupata pengine ajali ama magonjwa, aishi miaka yake hadi uzeeni, kuna kiwango kinafika hata watu wanasema sasa huyu ni masiku tunahesabia. Sababu Mungu ameweka hilo jambo ndani yetu, kuona wakati kitu kinaelekea kutoweka ama kufikia mwisho wake. Sasa kama tunaelewa hivyo katika maisha ya kawaida, tunatakana tuchukue huo ufahamu ya kwamba kitu kikishakuwa kikuukuu ama kikianza kuzeeka na kuchakaa, ni dalili ya kwamba kinatoweka. Tuchukue, tuipeleke katika mambo ambayo Mungu alisema, sababu amesema atafanya agano jipya. Huo wakati ambapo alisema atafanya agano jipya, na tulisoma tukaona ni katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 kuanzia mstari wa 31. Huo wakati ambapo alinena na mtumishi wake Yeremia, tunafaa ama watu walifaa kuanza kujitayarisha kuachana na hilo agano jipya. Kuachana na hilo agano la mwanzo, wakijitayarisha kwa agano jipya. Na Jumapili iliyopita nilielezea kwa kina, kwa upana kuhusu hili agano jipya katika Kristo. Sasa katika hii sura ya 9 tunaendelea kuelezwa kuhusu ili agano la mwanzo ama agano la kale, mambo ambayo yalikuwa yakifanyika pale, ukawaida wa ibada ya wakati ule. Na wacha tusome tukifululiza kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6, tuone ikiongea kuhusu ukawaida wa huduma katika lile agano la kale na patakatifu pa kidunia. Na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia kuelewa. Wacha tusome hadi mstari wa 10. Biblia inasema hivi, Hebrews chapter 9 verse 1 to 10. Biblia inasema hivi: basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate na uonyesho, mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia pale na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu, na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Mlikuwa na kopo la dhahabu yenye ile maana, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka,
wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka ya dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Haleluya! Hiyo mistari tumesoma inatuonyesha ufupi wa utaratibu wa ibada na dhabihu ilivyokuwa katika Agano la Kale. Na tumepewa picha ama mfano wa jinsi ambavyo mambo yalikuwa yamepangiliwa katika hema ya makutano. Na ukitaka kuelewa vizuri vile ambavyo mambo yalikuwa yamepangika, unaweza angalia katika kitabu cha Kutoka 40 mstari wa 1 hadi mstari wa 5, uone vile ambavyo Musa alipanga hema ya makutano baada ya vitu vyote kutengenezwa kama vile alivyokuwa ameagizwa na Mungu. Exodus chapter 40 tuone inasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania. Unaona? Siku ya kwanza mwezi wa kwanza akaambiwa ataisimamisha maskani ya hema ya kukutania. Mstari wa 3, nawe sikia sasa, kuanzia hapa mstari wa 3 ni maelezo ya jinsi ambavyo mambo yatakavyopangika pale ndani. Nawe utatia ndani yake naye utatia ndani lake sanduku la ushuhuda, the Ark of Covenant. Nawe utastiri hiyo sanduku kwa pasia. Sasa unaona katika pale mahali pa ibada kulikuwa na pasia ya kwanza mlangoni pa kuingia. Ukiingia ndani, tunaona Musa anaambiwa atakapoweka sanduku la ushuhuda, the Ark of Covenant, ataweka pasia. Sasa kugawa hiyo sehemu mara mbili. Nawe utaleta meza ya kuitia ndani na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake. Kisha utakileta ndani kile kinala cha taa. Sasa si unaona
baada ya kuweka pasia kama hapa, sasa sanduku la agano, the Ark of Covenant, imewekwa ndani. Kisha hapa sasa mahali pa mbele aliambiwa ataweka meza. Na katika hiyo meza aweke vitu ambavyo vilifaa kuwekwa pale. Na hizo vitu ndio hizi ziko hapa mbele. Kisha ukakilete ndani kile kinara cha taa, lampstand, na kuziwasha taa zake. Kisha utaisimamisha madhabahu ya dhahabu kwa fukiza uvumba mbele ya sanduku la ushuhuda na kulitia pasia mlangoni mwa hiyo maskani. Sasa hiyo ni ile curtain ambayo ilikuwa inawekwa pale mahali pa kuingia. Kwa hivyo tunaona katika mahali pa ibada ilikuwa imegawanyika mara mbili. Mahali pamoja ilikuwa inaitwa sanctuary, hapa mahali pa kawaida. Na hapo ndani mahali palikuwa na sanduku la ushuhuda ama sanduku la agano ama Ark of Covenant. Palikuwa panaitwa the Holy of Holies. Sanctuary ambaye ni patakatifu, the Holy of Holies ambaye ni patakatifu pa patakatifu. Kisha utasimamisha madhabahu ya dhahabu kwa kufukiza uvumba mbele ya sanduku la ushuhuda na kulitia pasia mlangoni kwa hiyo maskani. Sasa unaona, wakati sanduku la agano limewekwa ndani, hapa mbele ya sanduku la agano kulikuwa na madhabahu ya kuvukisha moshi ama the altar for burning incense. Ilikuwa inawekwa hapa, ndio wakati vitu vimewekwa hapo, vitu vya manukato, kunakuwa na moshi unafunika ndani isiweze kuonekana. Sababu yule mtu alifaa kuingia pale ndani ni kuhani mkuu peke yake. Siku moja, siku ya upatanisho, the day of atonement. Na hapo juu ya sanduku la agano kulikuwa na kifuniko chake na ndege wawili ambao walikuwa wameangaliana na wamesambaza mabawa yao, na utukufu wa Mungu ulikuwa unaonekana hapo. Kwa hivyo hii madhabahu ya uvukisho ama the altar for burning incense ilikuwa hapo, ndio hiyo manukato ikichomwa kuwe na kitu inakaa kama giza hapo, mtu mwingine asiweze kuona utukufu wa Mungu hapo ndani. Maelezo ya vile ambavyo pahali pa ibada palikuwa pamepangwa katika Agano la Kale. Sasa tukirudi katika waraka kwa Waebrania, ndio tunaelezewa vizuri, yaani yale mambo ambayo tumesoma katika Kutoka, Exodus chapter 40, hiyo mistari 5, ndio haya yanaelezewa katika hii mistari ya kwanza ya sura ya 9 katika kitabu cha Waebrania. Tunaambiwa hivi. Tunaambiwa kwamba Agano la Kale lilikuwa na ukawaida wake wa ibada za kimungu. Sababu kweli Agano la Kale ilipeanwa naye Mungu, na huduma ambayo ilikuwa inaendelea katika mahali pa ibada ilikuwa inaelekezwa kwake Mungu. Hilo tusisahau.
Ni jambo ambalo lilikuwa limetokana naye Mungu. Sasa ndio tunaelezewa, licha ya kuwa ni Mungu alikuwa ameagiza vile mambo ambavyo yatakuwa yakifanyika pale, kuna jambo la muhimu ambalo tunaambiwa hapa. Kulikuwa na patakatifu pake pa kidunia hapa ulimwenguni. Sababu kumbuka, katika sura ya 8 tuliambiwa ya kwamba kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, ambaye anatufaa sisi, hahudumu katika madhabahu ya hapa duniani, ila anahudumu katika madhabahu ya mbinguni. Na tukaelezewa ya kwamba haya madhabahu ya kiduniani, yale ambayo yalikuwa ya Agano la Kale, Musa alikuwa ameelezewa ya kwamba ayatengeneze kwa mfano ambao ulionyeshwa na Mungu pale mlimani. Kwa hivyo madhabahu ambayo yalikuwa katika Agano la kwanza yalikuwa mfano wa madhabahu yaliyo mbinguni, ambapo kuhani wetu mkuu Yesu Kristo anahudumu pale, mkono wa kuume wa kiti cha ufalme na utukufu. Na tukaona wako pale akituombea, akiomba kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea kuelezwa kuhusu madhabahu ya kidunia. Katika mstari wa 2, hiyo sura ya 9 waraka kwa Hebrania, tunaelezwa kuhusu the sanctuary ama patakatifu. Na vile ambavyo tumesoma na tukaona hapa mbele, hapo patakatifu, mtu yeyote ambaye ni kuhani alikuwa anaingia. Sababu kumbuka, katika ili Agano la Kale, ukuhani ulipeanwa kwa nyumba ya Aroni. Kwa hivyo basi, Aroni na wana wake wote walikuwa makuhani, lakini mmoja kati yao ndiye alikuwa kuhani mkuu. Tuweze kuelewa hapo. Na huyo kuhani mkuu ndiye alikuwa anaruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu peke yake mara moja kwa mwaka. Tunaendelea kuelezewa, maana hema ilitengenezwa, ile ya kwanza mlikuwamo na kinara cha taa. Sasa tunaelezewa hapa mahali palipokuwa panaitwa patakatifu pa patakatifu. Na kuanzia sasa uelewe ni kwa nini sana sana ukiangalia katika makanisa mengi ama mahali pengi pa ibada, wanakuanga wameweka pasia kama venye tumeweka hapa. Ni kujaribu kuleta hamasisho ama kujaribu kuleta picha ya vile ambavyo ibada ilikuwa ama mpangilio wa mahali pa ibada ulivyokuwa katika Agano la Kale. Na nimeelezea ya kwamba hapa mbele mlikuwa na pasia, hapo nyuma ndio kulikuwa na sanduku la agano na kifuniko chake ambacho kilikuwa kinaitwa mercy seat. Hapa kando kunakuwa na ile madhabahu ya kuchoma manukato, the altar for burning incense. Alafu meza ambayo ilikuwa imewekelewa vitu hapo,
kinara cha taa, lampstand, mkate wa maonyesho, the showbread, ambayo ilikuwa 12, kila moja ukisimamia kabila la Israeli. Nasema huo mstari wa 2, maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa, lampstand, meza na mikate ya onyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Unaona sasa? Hapa mahali ambapo palikuwa pameruhusiwa kuhani yeyote, mradi tu mtu alikuwa kuhani, alikuwa anaruhusiwa, palikuwa panaitwa patakatifu, ambapo palikuwa na hizo vitu. Tuendelee katika mstari wa 3. Nyuma ya pazia la pili, sababu kumbuka nimekwambia pazia ya kwanza ilikuwa pale kwa mlango, mahali pa kuingilia. Hii sasa ndio pazia ya pili. Tunaelezewa nyuma yake ilikuwa namna gani katika mstari wa 3. Nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Sasa kama ingekuwa ni wakati ule, nyuma ya hii hema nyuma ya hii pazia pangekuwa panaitwa patakatifu pa patakatifu, the holy of holies, ama the most holy place. Lakini naye kuweka pazia hapa sio kumaanisha ati huku nyuma ni tofauti na hapa. Hapana. Tunaweka tu ndio tuweze kufahamu mahali tumetoka. Sababu hili agano jipya ambalo tuko ndani yake, msingi wake ama limetokana na agano la kale. Na ndio sababu unaona bado tunasoma katika vitabu vya agano la kale, ili tuweze kujifunza na kuelewa na kufahamu zaidi yale ambayo Mungu alikusudia tuelewe. Tukiendelea katika mstari wa 4, sasa tunaelewa kuhusu hapo patakatifu pa patakatifu, the holy of holies, ama the most holy place, penye tetezo cha dhahabu, chetezo cha dhahabu na sanduku la agano. Hii chetezo la dhahabu, nafikiri umeiona katika sana sana katika Wakatoliki, na hata niliwaiona katika dini ya independent. Kuna kakitu kanakaa kama kanyungu kadogo, ambapo kanakuanga kamewashwa na kanatoka moshi, na yule mhudumu anapitanga akikazungusha hivi, ni kama anarushia watu moto ama akizunguka hapo mbele. Hicho ndicho kinaitwa chetezo ama censer kwa kizungu, golden censer. Hiyo ambayo unaonanga inazungusha hivi na inatoka kamoshi. Hiyo ilikuwa inawekwa pale ndani. Na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlikuwako na kopo la dhahabu lenye ile mana, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja, sababu hivi vitu vyote ambavyo vilikuwa katika mahali pa ibada, kama ni hiyo bakuli ya dhahabu ambayo ilikuwa na maana. Kumbuka maana ni ule mkate ama chakula kutoka mbinguni ambacho Mungu alipa Waisraeli wakiwa jangwani, the bread from heaven. Na tumeangalia, nafikiri hata tunafunzwa katika Injili ya Yohana na mchungaji Isaac, hiyo ilikuwa ishara ya Yesu Kristo. Sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuja na akasema ya kwamba
I'm the real bread from heaven. Kaambia mababa zenu walikula mana kutoka mbinguni lakini wakafa. Lakini mimi ndiye mkate hakika kutoka mbinguni. Yule ambaye atanila ataishi milele. Hiyo bakuli ya dhahabu ya maana ilikuwa ni kivuli cha the bread from heaven ambaye ni Yesu Kristo. Na ndio mwandishi anasema tukianza kuelezea mambo hayo ni mengi sana kwa sasa. Pengine yachukuliwe kama funzo kivyake. Haya, kwa ufupi pia ukiangalia katika mstari wa 4 checheto cha dhahabu, incense, ukisoma kwa Biblia unaona huo mfuke. Hiyo incense inaonyesha maombi ya watu wa Mungu. Na kama vile ambavyo mwandishi amesema, tukianza kuelezea tunaweza chukua muda mrefu sana, lakini wacha nitaguzia tu juu. Hiyo inawakilisha maombi ya watu wa Mungu, incense. Na tukienda pia kwa sanduku la agano lilivyofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa kopo la dhahabu lenye mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Unaona hii fimbo ya Haruni iliyochipuka, kuna wakati Miriam ambaye alikuwa dada ya Musa na Aroni walianza ni kama wanaleta ubishano, ni kama Musa atoshi, ni kama wakaona ndio wanatosha, na kukakuwa na mabishano. Naye Mungu akasema, hao watu wanabishana, kila mtu akate fimbo na iletwe mbele zake. Ile fimbo ambayo itachipuka, huyo ndiye mtu ambaye ameteuliwa, ameamuliwa naye Mungu. Na fimbo ya Haruni ndio ilimea, ilianza kutoka kama ni vitu kama matawi. Sasa hiyo fimbo inamaanisha mteule, yule ambaye ameteuliwa naye Mungu. Kisha na juu yake makerubi ya utukufu, hiyo ni utukufu wake Mungu, dhihirisho lake Mungu. Haya, the mercy seat, kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Haya, mstari wa 6. Basi vitu hivyo vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima. Sasa unaona, makuhani, sio kuhani mkuu, makuhani. Mtu yeyote ambaye alikuwa wa nyumba ya Aroni alikuwa na ruhusa ya kuingia patakatifu, the sanctuary, kwa ajili ya huduma, sio mambo mengine. Kuhani walikuwa na ruhusiwa kuingia pahali panapoitwa sanctuary, pahali ambapo panaitwa patakatifu. Sehemu ya kwanza ya hema ya makutano waliruhusiwa makuhani kuingia wakitimiza mambo ya ibada. Sio, unasikia? Sio kwa mambo mengine. Na nafikiri ukienda ukisoma katika sura ya 16 kitabu cha Walawi, wakati Abihu, vijana wawili wa Aroni walienda kuchoma manukato kwa njia ambayo istahili, waliangamizwa naye Mungu. Na Mungu akaambia Aroni asikuye akienda mbele zake ovyo ovyo.
kama ni mchezo. Na ndio sababu Mungu akasema kuenda pale paliko kuwa panaitwa patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo Mungu alikuwa anajidhihirisha kwa kuhani mkuu kwa njia ya utukufu juu ya kifuniko cha sanduku la agano. Akasema ni mara moja tu kwa mwaka, siku ya upatanisho, the day of atonement. Kwa hivyo hata makuhani walipokuwa wakienda katika mahali patakatifu, hawakuwa wanaenda kwa sababu ingine yoyote. Ni kwa sababu ya mambo ya ibada, kutimiza mambo ya ibada. Kwa hivyo Mungu sio mambo ya Mungu na mambo yake sio vitu vya kuchukuliwa kwa mzaha. Mungu na mambo yake sio jambo la kuchezewa. Juzi nilikuwa naongea na mchungaji Isaac. Ni jana juzi jioni, juzi usiku. Akaniambia kuna mtu ambaye alilima kama ekari 100 na akapanda mahindi. Mahindi ikamea vizuri, na jinsi hali hivyo ikafika mahali jua ikawaka. Unajua kuna watu, sisi hapa tunapanda mahindi ambaye inachukua miezi 3. Kuna watu wanapanda mahindi ambaye inachukua muda mrefu. Na sasa hii kuna watu mahindi haiko shambani, imeanza kutoa vichwa na mvua haijanyesha. Kwa hivyo na tunaomba Mungu ya kwamba akumbuke hao wakulima. Sasa huyo mtu alipoona mahindi yake ilivyo, najua venye imewaka hakuna mvua, akaona hii hali ni kama itakuwa mbaya. Atakauliza, na kwani Mungu ni mbwa namna gani? Anawezaje niacha nipande namna hii alafu akose kuachilia mvua? Ni jambo la kuofisha. Niliambiwa kwamba huyo mtu hakumaliza hiyo wiki, akafa ghafla. Sasa ndio watu wanaongea kwa sauti za chini wakisema kweli Mungu hachezewi. Na ni ukweli, Mungu hachezewi na Mungu hakejelewi. Mambo yake tunafaa kuyachukua kwa njia ya makini na tahadhari sana. Tunafaa kuyachukua kwa njia isiyo ya mzaha, sio mambo ya kuchezewa. Na ndio unaona hata makuhani wa wakati ule hawakuwa naingia mahali patakatifu kwa sababu ingine isipokuwa kwa sababu ya kutimiza ibada. Paulo akiandika kuhusu meza ya Bwana, sikumbuki vizuri ni wapi katika nyaraka zake, lakini amesema, alikuwa anaelezea wakati watu wanakusanyika kwa meza ya Bwana, wengine wanakula kushiba, hata wanalewa, na wengine hawana. Na wanafanya hivyo wakiwa na dhambi na bila kutubu dhambi zao, bila kujali hisia yao inawaambia nini. Na akasema, na ndio sababu wengi wamekufa na wengine ni wagonjwa.
sababu ya kushiriki meza ya Bwana jinsi sivyo. Ni Biblia imesema kwa one of the epistles of Paul. Anasema ya kwamba this is the reason that some are dead and others are sick. Sababu ya kushiriki meza ya Bwana kwa njia ambayo ifai. Because of partaking the Lord's table in an unworthy manner. Hivyo sisemi hivyo kutisha watu, lakini nasema hivyo kuambia watu ukweli. Ndio tuweze kujua Mungu anaweza vumilia, sababu ni mvumilivu, ni wa rehema nyingi. Lakini Mungu na mambo yake sio vitu vya kuchezewa. Naona hata yeye mwenyewe. Tuangalie baada Walawi, Leviticus 16. Hiyo ni vizuri kusoma, watu asione ni kama, lakini uzuri mahali hapa hatufunzi mambo yetu, tunafunza kutoka kwa neno la Mungu. Leviticus chapter 16, Walawi sura ya 16. Sikia. Biblia inasema hivi: Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yake kwamba, sikia, asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asije akafa, maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha rehema. Umeona? Mungu yeye mwenyewe anaambia mtumishi wake, anamuonya kuhusu kuingia ovyo ovyo pale patakatifu, mahali ambapo kulikuwa na sanduku la agano na kifuniko. Na tumeona akisema ya kwamba maana ataonekana kwa njia ya utukufu katika kifuniko cha agano ambacho kilikuwa kinaitwa kiti cha rehema ama mercy seat. Kama anaambia mtumishi wake hivyo, asijaribu kumchezea, sijaribu kuchezea utukufu wake Mungu, asijaribu kuchezea mambo yanayomhusu, na ni mtumishi wake. Ni kuonyeshana seriousness ambaye Mungu ako naye kujihusu na kuhusu mambo ya kiungu. Kwa hivyo tutahadhari, tusichezee Mungu. Tukiendelea katika tukirudi sasa katika waraka kwa Waebrania mstari wa 7. Sasa tumemaliza kuelezwa kwamba hapa patakatifu kuhani walikuwa wanaingia kwa kutimiza mambo ya ibada. Lakini sasa hapo mbele nyuma ya pasia ya pili, wacha tuone mstari wa 7 inasema nini. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kwa mwaka, wala pasipo damu, atoayo kwa ajili ya kwa nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Unaona? Sasa pale patakatifu ama the holy of holies ama the most holy place, yule mtu ambaye alifaa kuingia ni kuhani mkuu peke yake. Nasikia hangeingia bila damu. Damu
ya mnyama ambaye ametolewa sadaka, ambaye amechinjwa, damu imechotwa katika bakuli na inaenda kunyunyiziwa uko ndani. Inasema hivi, hii damu kuhani mkuu alikuwa anaingia nayo pale kutoa kwa ajili ya nafsi yake, kuitoa kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za watu wa Israeli. Sasa nataka uone katika Agano la Kale kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu wa patakatifu, na lazima angekuwa na dhambi. Hangeingia pale bila damu, atoe kwa ajili yake yeye mwenyewe na kwa ajili ya Waisraeli ambao walikuwa wanahudumia. Sikia. Sasa katika mstari wa 8 ndio tunaelezewa Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Yaani hii kuwa ya kwamba patakatifu pa patakatifu ambapo Mungu alikuwa anajionyesha kwa utukufu juu ya kiti, juu ya kifuniko cha sanduku la agano, inaonyesha ama Roho Mtakatifu anaonyesha ya kwamba wakati hema ile ya agano la kwanza ilikuwa imesimama, njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu haikuwa imedhihirishwa, haikuwa imewekwa wazi. Haikuwa imewekwa wazi sababu kila mtu hangeingia mahali pale, ni kuhani mkuu peke yake. Na licha ya kuwa ni kuhani mkuu peke yake, hangeingia ovyo ovyo. Alikuwa anaingia peke yake mara moja kwa mwaka, siku moja tu kwa mwaka. Hiyo ni katika Agano la Kale. Lakini tukiendelea kusoma tutaona ya kwamba wakati Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, pasia ya hekalu iliyokuwa inatenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu ilipasuka kuwili. Na tutakuja kuona, tunaambiwa ya kwamba Yesu kupitia kwa mwili wake akatupea uhuru wa kujiwasilisha mbele zake Mungu. Kwa njia nyingine, ile pasia ambayo ilikuwa inatenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo ni mtu mmoja tu alikuwa anaingia, kuhani mkuu, na ni siku moja tu kwa mwaka. Yesu katika kupitia kwa kifo chake akafungua, akadhihirisha, akaweka wazi patakatifu pa patakatifu. Na hiyo basi tukapata uwezo, tukapata uhuru wa kujiwasilisha mbele zake Mungu wakati wowote, sisi wote, kupitia kwa Kristo. Tukiendelea kusoma tutaona
Hata ukisoma katika mojawapo wa Injili imeeleza kwamba wakati Yesu alikufa, pasia hekalu ilipasuka kuwili na kukawa na hema kwa masaa 3. Kwa hivyo katika lile agano la kale, katika ibada ya agano la kale, njia ama patakatifu pa patakatifu hapakuwa pamedhihirishwa. Lakini katika ile agano jipya limewekwa wazi. Yesu aliweka wazi kupitia kwa mwili wake. Hivyo basi, kila mmoja wetu ambaye ameamini Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, ambaye ametubu dhambi zake, ambaye amejisalimisha kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu baada ya kumpokea, ana uwezo sio kujiwasilisha moja kwa moja kwake mbele za Mungu, lakini katika imani. Unajua kwamba ukinena na Mungu anakusikia katika imani. Sababu agano la kale lilikuwa na mambo, taratibu za kidunia. Lakini tunaona Yesu Kristo ambaye hahudumu katika madhabahu ya ulimwengu, anahudumu katika madhabahu ya kimbinguni, na ameweka wazi patakatifu pa patakatifu. Hivyo basi, katika imani, kupitia kwa Kristo ambaye kupitia kwa mwili wake aliweka wazi njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Kwa hivyo katika imani, kupitia Kristo, haja zetu na hali zetu na maombi zetu zinafika mbele yake Mungu. Na mimi ushangaa, unaona watu ambao wanasema kuna mtu fulani anaombea watu sana, mimi naenda huko kuombewa. Wewe haujui hili agano jipya linamaanisha nini. Na sisemi ya kwamba ni mbaya kuwa na maombi ya ushirika, sababu hata Paulo tumeona katika nyaraka zake mingi anamalizia kwa kuambia waumini waendelee kumweka katika maombi. Sisemi hatuwezi fanya maombi ya ushirika, sababu naye ni wazi, wakati mwingine mtu akipitia hali ngumu. Venye watu wanasema siku hizi, unasikia ati hauna breakthrough ya maombi. Ingawa hiyo sio njia mzuri ya kusema, sababu Mungu anasema ya kwamba anajua mahitaji yetu hata kabla hatujayaomba. Kwa hivyo hata wakati unasikia unashindwa na kuomba, unajaribu kuomba, unasikia ni kama hausongi, Mungu anajua hayo maombi, anayasikia, anajua hali zako. Kwa hivyo wewe ambaye unafunga mizigo, unatoka mahali huko unaenda mahali pengine na unalipa kuombewa, ninakuhurumia, sababu haujajua uhuru ambao uko katika ili agano jipya kupitia kwa Kristo, ya kwamba mtu yeyote anaweza omba Mungu na Mungu asikie maombi yake. Unaweza wasilisha haja zako, unaweza wasilisha maombi yako mbele ya Mungu naye asikie na akutendee, mradi tu unamwomba katika imani, unamwamini jinsi alivyo, na unaomba kwa nia njema. Mungu atatimiza hayo maombi
kwa nyakati zake, kwa njia yake na kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo ili Agano Jipya lina uhuru mwingi, lina mambo mengi ya kufurahia. Unaona? Hata hii pasia unaona tumeweka hapa, haimaanishi ya kwamba huku ni tofauti na huko nyuma. Hapana. Na unajua hata naonanga katika madhehebu mengine ati ile platform imeinuliwa kama sasa mahali niko, ati ni mahali patakatifu sana, ati hakuna mtu mwingine anafaa kuingia kama sio mhudumu. Sikatai, sababu kila mahali lazima kuwe na utaratibu, lakini haimaanishi ya kwamba hapa mahali niko ni patakatifu kuliko mahali hapo. Sababu madhabahu yetu sio ya kiulimwenguni. Madhabahu yetu katika ile Agano Jipya ni ya kimbinguni, Yesu Kristo akiwa kuhani mkuu. Kwa hivyo ni katika imani. Unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanatenda dhambi, pengine mahali ambapo panajulikana pana uovu mwingi na dhambi mingi. Unaweza kuwa pale ama uwe miongoni mwa hao watu, na uombe Mungu kwa ajili yao na asikie maombi. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa uhuru, nguvu na mamlaka ambaye Yesu ametupa katika ile Agano Jipya, ambayo katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli tu. Kwa hivyo wewe kama unaomba sababu pengine magonjwa, unafunga safari, ukilipa gharama ya nauli, matumizi pengine ya kulala na chakula na nini, haya na malipo ada ambayo unalipishwa kuombewa, wewe fanya hivi. Wacha kujibebesha hiyo mizigo mingi. Hiyo pesa omba Mungu akuponye, na uchukue hatua ya imani, sababu Mungu anatumia madaktari kuponya watu. Anaponya kwa miujiza, anaponya kupitia kwa kukueleza ama kukuzuia kufanya mambo ambaye yanaweza kufanya uwe na magonjwa. Wewe hiyo pesa chukua, enda hospitali, omba Mungu, ungojea kuponye. Wacha kuwa mtumwa wa mtu. Na Biblia inatueleza ya kwamba kupitia kwa mwili wa Yesu Kristo, kupitia kufa kwake, ameweka njia wazi ya sisi kujiwasilisha ama kumfikia Mungu na haja na hali zetu. Mstari wa 9 nasema ya kwamba, ambaye ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zilizotolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo. Kitu muhimu sana. Tunaelezewa kuhusu ibada na sheria na utaratibu katika Agano Jipya.
Tumeona Agano la Kale. Katika hilo agano, njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu, ambapo Mungu alikuwa anakuja katika utukufu wake juu ya kifuniko cha sanduku la agano, haikuwa imedhihirishwa. Na bado tunaelezewa ya kwamba Agano la Kale na ibada zake na utaratibu huo, sadaka ambazo zilikuwa zinaletwa pale zilikuwa mfano wa mambo ambayo yaliyoko katika wakati huu. Watu walikuwa wanapeleka sadaka za dhambi, sin offering. Na ukiona katika Agano Jipya, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni dhabihu yetu ya dhambi alichomewa ama alisulubiwa nje ya mji. Sababu ukisoma katika sheria ya sin offering katika kitabu cha Walawi, utaona ya kwamba sadaka ambayo ilikuwa inatolewa kwa ajili ya dhambi ilikuwa inachomewa nje, na ikishachomwa damu yake na majivu yake inachukuliwa, inachanganywa na maji, inafanyika maji ya utakaso. Ndio unaona saa nyingine watu wakijaribu kuiga mambo yalivyokuwa yakifanyika wakati ule, ndio unaona wananyunyizia watu. Hiyo dhabihu ya dhambi ilikuwa inachukuliwa, inachomwa, kunachukuliwa miti ya aina fulani fulani, inawekwa hapo, inachomeka pamoja. Hiyo jivu inachotwa, inachanganywa na maji na damu ya huo mnyama wa dhambi, inachanganywa na watu wananyunyiziwa kama water for purification. Ni maigo yenye unaona watu wakinyunyizia watu, ambayo imepitwa na wakati. Unaona? Sasa wakati wa siku ya upatanisho, the day of atonement, kulikuwa kunatolewa mbuzi wawili, moja kama dhabihu ya dhambi na wengine kama scapegoat. Hii scapegoat ilikuwa inawekelewa, kuhani mkuu anaiwekelea mikono, iwe kama amesafirisha dhambi za Waisraeli mpaka kwa huyu mbuzi, alafu anachukuliwa na mtu ambaye anafaa, anaelekezwa mpaka huko jangwani, anaenda anaangamia huko, kumaanisha kama ishara ya kwamba dhambi zao zimeenda. Unaona? Lakini tunaambiwa ya kwamba hizi dhabihu hasingeondoa ama hasingesafisha mwenye dhambi, hazingemtakasa. Hazingeweza kutakasa mtu kutokana na dhambi ama kumkamilisha kuhusiana na dhambi huyo mtu aabuduye. Kwa hivyo, na tunaambiwa ya kwamba haya mambo, hizi sheria ambazo zilikuwa ni sheria tu za kimwili, vyakula na vinywaji na kutawadha ama kuosha. Sababu ukiangalia katika, nafikiri kitabu cha Walawi, kuna kitu inaitwa ritual
uncleanness. Pengine mtu akiguzana na kitu ambacho Biblia imeeleza kama ni najisi ama ni kichafu, ulikuwa unapata huo unanajisika wewe pia. Vitu kama maiti, wanyama ambao walikuwa naambua ni maiti ya wanyama ambao mizoga ya wanyama ambao walikuwa nasemekana ni najisi. Lakini ukishapata hizo, oshwa ama nyunyiziwa haya maji, ulikuwa unakaa muda fulani, unakuwa inasemekana umetakasika. Lakini haya mambo kuhusiana na dhambi, hiyo kuosha kwa maji na vyakula vilivyokuwa vikikuliwa na nini, haingeondoa dhambi. Na ndio tunaambiwa ilikuwa ni kivuli huo wakati mambo ambayo yalikuwa yakifanyika wakati huo, ilikuwa ni kivuli cha mambo yaliyoko sasa. Na katika huu mstari wa mwisho tunaambiwa kwamba hayo mambo yalikuwa kivuli mpaka huu wakati wa matengenezo mapya. Kwanza ukisoma kwa Biblia ya Kizungu inasema ya kwamba wacha nisome. Which stood only on meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Unajua saa nyingine ukisoma na Kiswahili neno inakosa, saa nyingine inakosa uzito zaidi kuliko vile ambavyo unaweza soma na Kiingereza. Hiyo ndio maoni yangu, ndio mtazamo wangu, na naonaanga ni hivyo. Sababu unaona inasema matengenezo mapya. Biblia ya Kizungu inasema until the time of Reformation. Na tumeangalia tukaona ya kwamba haya mambo, na tumeona ya kwamba tangu mwanzo ya kwamba Agano la Kale na sheria za ibada zake zilikuwa na udhaifu wake. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaona hizo ibada hazingemtakasa mtu kikamilifu kutokana na dhambi. Sababu zingekuwa zinamtakasa, haingekuwa na haja ya kushinda zikirudiwa hizo dhabihu. Naye sasa tunaonyeshwa kwamba hicho kilikuwa ni kivuli, ni sheria na utaratibu ambao ulikuwa umewekwa wa kidunia mpaka wakati wa Reformation. Na ukiangalia ili neno Reformation linamaanisha kubadilisha kitu ambacho hakijakamilika, ambacho hakijatoshea sawa sawa, ama kitu ambacho sio sawa, ili kirekebishwe, kifanywe bora na kifanywe kikamilifu. Na unaona wakati huo ambao Biblia ya Kizungu inasema wakati wa matengenezo mapya ulishafika na Yesu Kristo. Kwa hivyo sababu tumeshaambiwa ya kwamba Agano la Kale na ibada zake na sheria zake hazikuwa kamilifu, zilikuwa na upungufu na udhaifu wake, hazingefanya yule ambaye anaabudu akombolewe kutokana na dhambi kikamilifu. Kwa hivyo kulikuwa na haja, na pia tulisoma tukaona kulikuwa na haja ya kuleta agano lingine jipya, sababu lile la kwanza lilikuwa na upungufu wake. Na tumesoma na tukaona ya kwamba Yesu Kristo
ndiye kuhani mkuu katika Agano Jipya, ambalo madhabahu yake yako mbinguni, sio hapa ya ulimwenguni. Kwa hivyo hii mifano na sheria ambayo tunaambiwa ya kwamba ilikuwa imewekwa pale mpaka wakati wa matengenezo mapya, mpaka wakati wa Reformation. Na hiyo Reformation bila shaka inakuja kupitia kwa Yesu Kristo, ambaye tuliona anatimiza Agano Jipya, sababu alichukua kikombe, akashukuru, akapa wanafunzi wake wanywe, akawaambia, hii ni damu yangu itimizayo Agano Jipya. Kwa hivyo lile Agano la Kale ambalo halikuwa limekamilika na lilikuwa na dosari na udhaifu wake, ile kitu ambayo inafanyika ni ya kwamba mapungufu na dosari za Agano la Kale na ibada zake zinabadilishwa, zinakuwa, ama tunaingia katika Agano Jipya ambalo limekamilika. Yaani kwa ufupi, Agano la Kale na ibada zake linatengenezwa, linakuwa jipya, linakuwa Agano Jipya kupitia kwa Kristo. Na tumesoma na tuona Mungu wakati anasema Agano Jipya ni kumaanisha lile la kwanza amelifanya kuukuu. Na kitu kikishaanza kuwa kikuukuu na kuchakaa, ni onyesho ya kwamba kinakaribia kutoweka. Sasa sababu tumeshaingia, wakati wa mabadilisho mapya ulifika na Yesu Kristo. Tunafaa kuwa tumeondoka katika Agano la Kale na tumeingia katika Agano Jipya. Unajua kuna wasomi wanasemanga ya kwamba huu wakati haujafika, Reformation. Lakini ukweli ni ya kwamba umefika. Sababu lile Agano Jipya ambalo lilikuwa Agano la Kale ambalo lilikuwa na dosari na upungufu wake, ambalo lilikuwa ni kivuli cha ile Agano Jipya. Na sababu tuko katika Agano Jipya ni kumaanisha ya kwamba utengenezo mpya umefanyika. Reformation has already taken place. So the Old Testament, the Old Covenant, that had its weaknesses and imperfections, has already been reformed into the new covenant, which is perfect, which has no weaknesses. Perfect. Kukomboa watu, kuwatakasa kupitia na dhambi, na ambaye haina restrictions, yani haina vikwazo. Sababu kila mtu ana uhuru, ana uwezo wa kujiwasilisha mbele za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hivyo tumeelezwa kupitia kwa neno la Mungu kuhusu sheria na utaratibu ambao ulikuwa unafanyika katika Agano la Kale, ambazo zilikuwa tu ni sheria na utaratibu wa kidunia ambao haungeweza kukamilisha mtu kuhusiana na dhambi, mtu ambaye anatoa hizo sadaka na hizo ibada. Lakini sasa huo upungufu wote ulikuja na ukarekebishwa, ukatengenezwa wakati Yesu Kristo alipokuja akafa na akafufuka. Sababu Reformation ndio
inatuingiza katika, yani inatutoa kutoka kwa agano la kale ambalo lilikuwa na upungufu wake na vikwazo vyake, inatuingiza katika agano jipya ambalo halina vikwazo, ambalo lina uhuru. Na Biblia inatuambia kwamba yule ambaye mwana wa Mungu ameweka huru, amewekwa kikamilifu. Kwa hivyo kuanzia hapa sasa kusonga mbele, tutakuwa tukielezwa kwa kupitia kwa neno la Mungu kuhusu kwa utengenezo mpya ambavyo umefanyika kupitia kwa Yesu Kristo. Na nilisema ya kwamba tunaendelea tukitayarishwa kupitia kwa neno la Mungu kuondoka katika upungufu, katika vikwazo ambavyo vilikuwa katika agano la kale, na tuingie sasa katika ukamilifu, tuingie katika uhuru ambao uko katika agano jipya kupitia kwa Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba hata kama pengine mtu amesikia na haelewi, ni vizuri kuambia Mungu akusaidie kuelewa na kusudi lake liweze kutimia maishani mwako kwa sasa na siku zote za milele. Najua kuna watu wengi ambao wamekwama katika agano la kale, wamekwama katika utamaduni, wamekwama katika ufungwa wa watu binafsi ambao wanatumia maandiko na kuyabadilisha ili yaweze kuwafaidisha wenyewe na kufanya watu kuwa watumwa wao. Na wakati mwingine unaposikia hili neno la Mungu, sababu umeishi miaka mingi katika uongo na udanganyifu, unachanganyikiwa. Hauko peke yako. Hata mimi niliishi hivyo. Niliishi nikiwa nimedanganyika, nikiwa ninajiambia ninahudumia Mungu, kumbe ninahudumia watu. Niliishi chini ya mafunzo ya mambo mengi ambayo hayako kwa Biblia. Lakini nashukuru Mungu sababu ndani yangu nilikuwa na hiyo mapenzi. Nilikuwa na hiyo nia na msukumo wa kumhudumia Mungu. Mungu akaona nikiendelea kuhudumu chini ya mafunzo ambayo nilikuwa chini yake wakati huo, ningekuwa ninatoa watu kwa ufalme wa Mungu nikijiambia ninawaelekeza katika ufalme wa Mungu. Ndio sababu akanipa nafasi na nikaenda nikafunzwa neno la Mungu jinsi lilivyo. Na kutoka wakati huo nikaamua ya kwamba sitafuata wingi wa watu, sitafuata majina na sifa, nitafuata neno la Mungu, nitafuata Mungu mwenyewe, nitafuata Roho Mtakatifu wenyewe, ili angalau mtu mmoja ama wawili akombolewe kutoka kwa utumwa ambao nilikuwa ndani yake. Sababu hakika ni watu wengi wako katika dini, wako katika madhabahu, wamedanganyika, wanafuata Mungu lakini hawamjui Mungu. Wamedanganyika, wanahudumia Mungu lakini sio Mungu wanahudumia. Wamedanganyika, wako katika njia ya ukweli lakini hawako katika njia ya ukweli. Wamedanganyika, wako katika njia ile ipelekayo watu uzimani lakini wako katika njia ambayo inapeleka watu kuangamia. Na Mungu aturehemu, na Mungu atusaidie kuchukua hiyo hatua, kuchukua huo waamuzi ambao utatufanya tuonekane
kama wajinga kwa watu wengine, ambao utatufanya tuonekane kama tumepotea na watu wengine. Lakini ukweli ni kuwa tutakuwa watu ambao wamepata njia yake Mungu. Tutakuwa watu ambao wameelewa Mungu jinsi alivyo. Na Mungu akusaidie. Wewe ambaye umesikia hili neno na unashindwa utafanya nini? Ninakwambia kwamba kuna Mungu ambaye anaweza mambo yote. Mwambie akuelekeze, mwambie akusaidie, mwambie akukomboe, na bila shaka ataweza. Tuamini na tuombe.